Makombora ya Iran yanaipiga Israel kwa kishindo. Lakini kwa nini tunaona picha chache sana za matukio hayo na uharibifu wa majengo nchini Israel? Mashirika makuu ya habari ikiwemo Reuters yanasema kuwa jeshi la Israel limepiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya anga wakati wa ving'ora vya mashambulizi. Video za kuzuia mizinga zilionekana zikionyeshwa sana mwanzoni mwa vita, sasa zimewekewa vikwazo na serikali ya Israel. Waandishi wa habari pia wamepigwa marufuku kurekodi maeneo yaliyopigwa karibu na miundombinu nyeti ya Israel. Vikwazo hivi vinatekelezwa na jeshi la Israel, mfumo ambao unaonekana kuwa mkali zaidi tangu vita dhidi ya Iran kuanza. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir ameonya mashirika ya habari dhidi ya ukiukaji wa sheria hizo, akiahidi kutovumilia makosa yoyote kutoka kwa vituo hivyo vya habari. Onyo hilo lina uzito mkubwa, haswa tukizingatia Israel inakabiliwa na uchunguzi wa kuwaua takriban waandishi wa habari 300 huko Gaza tangu Oktoba mwaka 2023. Ripoti za mashambulizi dhidi ya majengo ya vyombo vya habari wakati wa mzozo wa sasa zinaibua maswali zaidi kuhusu hatari ambayo Israel inasababisha kwa waandishi wanaoripoti vita hivyo. Mitandao mikubwa ya habari imekiri kwamba Israel hakuna uhuru wa utangazaji huko. Sasa udhibiti wa habari wakati wa vita nchini Israel si jambo geni. Wakati wa vita vya siku 12 na Iran mnamo Juni mwaka 2025, waandishi walilazimika kuwasilisha picha za mashambulizi ya mizinga ili kuidhinishwa kwanza na serikali ya Israel kabla hazijachapishwa. Israel inasema vikwazo hivyo vimeundwa kuzuia taarifa nyeti kuwafikia Iran na Hezbollah, lakini pia vinaweka mipaka ya kile kinachoweza kuripotiwa kwa uhuru kuhusu vita na nani anayemiliki ukweli tunaofahamu. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.